Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Maisha ya peponi yatakavyokuwa, alhayatu fil janna, namna ya maisha ya peponi yatakavyokuwa. Kwanza kabisa, ndugu zangu katika imani, tuelewe ya kwamba Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba la tansaul adhimatain. Mtume anawaambia masahaba, msisahau vitu vikubwa viwili katika maisha yenu mnapoishi. Siku zote msisahau vitu vile ambavyo kwamba ni vikubwa. Masahaba anasema kulna wamal adhimataini ya Rasulullah, tukasema vitu vikubwa hivyo ni vipi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Fakala, mtume akasema aljannatu wan nar, pepo na moto. Katika maisha yetu tunavyoishi tusisahau pepo ipo na kadhalika moto upo. Ndio katika imani, kabla ya kuingia peponi na kuona maisha yataendaje, kwanza kabisa tuione pepo yenyewe. Kuna tofauti kati ya pepo na moto. Tofauti ipo kati ya pepo na moto. Wanasema wanachuoni ya kwamba aljanna fiha darajat, pepo yenyewe ina ngazi za kupanda juu. Pepo ina ngazi za kupanda juu, daraja. Na hapo Allah subhanahu wa ta'ala asema ndani ya Qur'ani, walikulli darajatun mimma amilu, na hakika katika pepo kila daraja, kila ngazi ina watu wake ambao kwamba ndio wamefanya matendo husika ya kukaa kwenye hiyo daraja walipowekwa. Lakini katika upande wa moto, fiha darakat, motoni penyewe kuna ngazi za kushuka chini, bimaana motoni hawapandi juu, wanashuka chini. Na hapo mtume wetu Muhammad anasema, na kadhalika Allah naye akasema katika aya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, hakika watu wanafiki watakuwa tabaka la chini la moto. Kwa hiyo peponi kuna daraja, lakini motoni kuna tabaka. Ndio katika imani, kabla ya kuingia tena peponi tuelewe kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza kwamba watu wako sampuli. Kuna watu ambao peponi wataingia kwa yale mema waliyofanya, na kadhalika motoni kuna watu wataingia kwa yale ambayo wameyafanya. Lakini katikati ya hawa watu kuna jamii ya watu ambao Uislamu haukuwafikia. Kuna watu wameishi katika maisha ya dunia lakini hawajawahi kufikiwa na Uislamu kwa namna yoyote ile. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawazungumzia rajulun asamun la yasma. Siku ya kiyama kuna watu watakuja ambao hawakufikiwa na Uislamu. Miongoni mwao ni mtu ambaye ni kiziwi asiyesikia, wa rajulun ahmaq la yaqil, na mtu ambaye ni mwenda wazimu hana akili sawasawa. Lakini pia wa rajulun harim, kuna mtu ni mzee kikongwe hakuweza kufikiwa na Uislamu kutokana na umri wake, kwa sababu Allah amesema waman nu'amirhu nunakisu fil khalq, na yule ambaye tunampatia umri mrefu tunampunguzia baadhi ya vitu. Basi wale waliofikiwa na utu uzima inafika hatua hata kusikiliza hawawezi kusikia, wala kuzungumza hawawezi kuzungumza. Huyo anakuwa ni mtu wa tatu ambaye Uislamu haujamfikia. Wa rajulun mata fil fitra, tunasema mtu wa nne ni yule ambaye amekufa akiwa mtoto mdogo. Hawa wote siku ya kiyama wanaletwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na wanaona sehemu ni mbili tu, ima peponi au motoni. Hakuna sehemu ya tatu, ima aende peponi ama aende motoni. Je, yeye hakufikiwa na Uislamu, ataenda wapi? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema Allah subhanahu wa ta'ala atawaita watu hao wote wanne na anawaweka sehemu moja, kisha Allah anatoa mapatano, kiapo baina ya wao na yeye kwamba watoe ahadi watamtii kwa kile ambacho Allah atawaambia. Wakikubali basi Allah atawaambia ingieni motoni. Allah anawapa ahadi, ninyi mmekubali mtanifuata mimi, ndio basi ingieni motoni. Mtume anasema fa wallahi alladhi, basi nawapa Mwenyezi Mungu ambaye nafsu Muhammadun biyadihi, nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la udakhaluha, laiti wao wakikubali wakaingia motoni kupitia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, la kanat alaihim bardan wa salama, basi huo moto
kwao itakuwa ni baridi na ni amani, bimaana hawataunguzwa. Bali kwa nini Allah wapime kuingia motoni? Ni kwa sababu amelinganisha mifumo ya duniani ni sawa na motoni. Hivyo laiti hawa watu wangekuwa duniani ni wazima, mfano huyu mwenda wazimu angekuwa na akili timamu, ama huyu asiyesikia angekuwa anasikia, ama aliyekufa udogoni laiti angebaligh, ama mtu mzima aliyefikwa na uzee naye angekuwa ana nguvu za kusikiza, basi iwapo watatii kuingia motoni ni ishara kwamba laiti wangekuwa duniani wakafikishwa ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wangeukubali. Hiyo ni hadithi ya Imam Ahmad katika musnadi yake. Zangu katika imani. Kisha baada ya hapo tuangalie kuna namna mbalimbali Mtume wetu Muhammad SAW amezungumza kwamba watu wataingia peponi kwa namna mbalimbali. Kuna watu ambao wataingia kwa matendo yao kwa kupimwa, na kuna watu wataingia kabla ya hisabu. Lakini Mtume anasema mtu wa mwisho kwanza peponi, kuna mtu ambaye atakuwa ndo wa mwisho kabisa kuingia. Wengine washaingia tayari, yeye ndo anakuja mwishoni. Huyu mtu amesemwa ataanzia motoni. Kwa nini aanzie motoni? Wamesema khuliqatin nar liidabati alqulubi alqasiya, pametengenezwa moto kwa ajili ya kulainisha nyoyo za watu ambazo zimepinda. Kwa hiyo moto upo kwa ajili ya kunyosha wale watu waliopinda. Hivyo kuna watu hapa duniani matendo yao nusu ya peponi, nusu ya motoni. Basi kuna wale ambao Allah kwa rehema zake atawaingiza motoni kwanza kwa ajili ya kutoa zile chembe chembe zote za uchafu ili wabakie kuwa safi. Kisha baada ya hapo Mtume anasema akizungumzia katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Katika aya hii Mtume wetu Muhammad SAW akamzungumzia kwamba mtu atakayefanywa hayo ndo anayekuwa wa mwisho kuingia peponi. Tena Mtume akasema inni la a'lamu akhiru ahli janna dukhulan, hakika mimi ninamfahamu mtu ambaye ni wa mwisho kuingia peponi. Mtume anasema anamfahamu mtu wa mwisho. Wa akhiru ahli nari khurujan minha, na ndiye mtu wa mwisho kutoka motoni. Bimaana atakuwa ni mtu wa mwisho kutoka motoni na atakuwa ndio mtu wa mwisho kuingizwa peponi. Kisha Mtume anasema rajulun yu'ta bihi yawm alqiyamah, mtu ambaye siku ya kiyama analetwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Akiletwa katika ule uwanja fayuqal, kisha wale malaika wataambiwa aridhu alayhi sigharu dhunubihi, basi huyu mtu ana madhambi ya sampuli mbili, makubwa na madogo, basi muonyesheni madhambi yake madogo tu, alafu yale makubwa yaficheni. Baada ya hapo wataambiwa yule mtu anaitwa, baada ya kuwa yale madhambi yake ameonyeshwa yeye mwenyewe, yale madogo aliyofanya, makubwa yamefichwa, anaonyeshwa yale madogo, akiambiwa amilta fi yaumi kadha wa kadha bi kadha wa kadha, hakika siku fulani na saa fulani ulifanya hili na hili na ukafanya hili na hili. Kisha ataulizwa ni kweli? Atasema naam, ni kweli. La yastatiu an yunkir wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi, kwa kutokana na siku yenyewe ilivyo anayakubali matendo yake yote, alafu anaomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale madogo anayoyaona na kwa namna ambavyo anaiona hali ya hewa si nzuri, anakuwa anaomba kimoyomoyo yale madhambi yake makubwa yasiletwe, bimaana yale madogo ndio yabaki, ila yale makubwa yasiletwe. Kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala atambadilishia matendo yake yale maovu kuwa ibada. Ataambiwa hivi, fa inna laka makanun kulli sayyi'atin hasana, hakika nimekubadilishia katika kila dhambi uliyofanya, basi ninakupa thawabu, nakupa jema. Kwa kuyaona yale madogo ambayo amepewa yamebadilishwa kuwa neema, kuwa ni sehemu za peponi, basi mtu huyu atasema fayaqul, atasema kujitoa yeye mwenyewe baada ya kuona yale madhambi yake makubwa hayaoni, maana yamefichwa. Atasema ya Rabbi qad amiltu ashiya'an la araha hauna, ya Rabbi hakika kuna madhambi niliyafanyaga lakini siyaoni hapa. Anaulizia yale makubwa yako wapi? Lengo nini? Apate malipo pia makubwa zaidi, hali ya kuwa mwanzo alikuwa anaomba kimoyomoyo yasidhihirishwe, lakini baada ya kuwa ameona kwamba analipwa kheri, anatamani ya Rabbi kuna madhambi nilifanyaga mazito, mbona hapa siyaoni, ili na mwenyewe pia yabadilishwe.
Kisha fadhaika nabii sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuhu, mtume akacheka mpaka magego yake yakaonekana. Hadithi hii amepokea Imam Muslim kwa nambari 466. Ndio katika imani, huyo ni mtu wa mwisho kuingia peponi. Anabadilishiwa kwanza madhambi yake, bimaana alikuwa motoni, anatolewa yale madhambi yake, yanabadilishwa kuwa ibada, lakini sharti afe katika toba. Kisha mtume anazungumzia peponi, huyu wa mwisho ndo anakuwa mtu mwenye daraja ya chini. Sasa mtume anasema hakika mtu wa mwisho daraja ya chini kabisa, rajulun yanzuru fi mulkihi alfaisanati yara aqsahu kama yara adnahu, ni mtu ambaye atakabidhiwa maghorofa mbalimbali, anakabiliwa utawala mkubwa, sehemu pana anaimiliki yeye siku hiyo. Kisha akipanda juu ya maghorofa yake, akitizama chini, anapewa kuona umbali kwa miaka 2000 kama anavyoona juu yake kwa miaka 2000 kadhalika. Huyo ni mtu wa chini sana, na mtume akasema wa inna afdalahum manzila, na hakika mtu bora zaidi atayekuwa peponi ni yule mtu ambaye yandhuru fi wajhi llahi tabaraka wa taala fi kulli yawmin marratain. Kuna mtu ambaye mtu bora zaidi kuliko wote, yeye atapata nafasi ya kumtizama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuonana na Allah kila siku mara 2. Imam Tirmidhi amezungumzia hadithi hii kwa nambari 2553. Ndio katika imani, hakika kila mtu peponi akishakuwa yuko ndani ya pepo yake, pamesemwa na Imamu al-Fazari ya kwamba atakuwa mtu huyo ana milango 4 katika pepo yake, atakuwa ana milango 4. Pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milango 8, lakini mtu akishaingia ndani ya pepo yake, humo ndani anapewa milango 4. Mlango wa kwanza, fababu yadkhulu alayhi min zuwarihi min almalaika, mlango wa kwanza utakuwa unapitwa na malaika wanaokuja kumtembelea yeye. Wa babu yadkhulu alayhi minhu azwaji, na kuna mlango ambao wake zake watapita humo, bimaana peponi mtu hatakuwa na mke mmoja kiasi kwamba ukijifungia mlango hamtoki. Atakuwa ana wake zaidi ya 70, na hii ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanamume. Lakini pia wababun mukhfal fima bainahu wa baina ahli nar, na mlango mwingine utakuwa umo lakini umefungwa. Huu mlango umefungwa, nyuma yake akiufungua ataweza kuwaona watu wa motoni. Ndio kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema fatala faraahu fi sawa'il jahim. Kuna mtu anafika hatua akiwa peponi, amemtafuta mtu fulani kamkosa, anafungua mlango, anachungulia, anamuona yule mtu anayemtafuta yupo katika moto wa jahim, na alikuwa ni rafiki yake. Allah atuepushie tusiwe miongoni mwa hao. Lakini pia na mlango mwingine, fima bainahu wa baina Dar es Salaam yadkhulu minhu ala rabbih idha shaa, mlango mwingine umefungwa kwa ajili yake yeye kutoka kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ndugu zangu katika imani, tufahamu ya kwamba Allah anasema wama hadhihi alhayatu dunya illa la'ibun wa lahu wa inna dara al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Hakika maisha ya dunia ni starehe ndogo sana, ni burudani ndogo sana, burudani ambayo haichukui muda mrefu. Utaona starehe anayopata binadamu ukilinganisha na masaa anayoishi, masaa 24 hayaendani na burudani anayoipata mtu. Burudani yake ya masaa 24 ni ndogo sana, ni ndogo sana. Sasa Allah anasema hiyo ni kidogo, lakini wa inna daral akhirah, hakika nyumba ya akhira, la hiya alhayawan, humo ndio kuna maisha ambayo ni ya furaha. Allah ameahidi. Duniani furaha utaipata kwa masaa machache, baada ya hapo inakuja huzuni. Unaweza ukawa leo una furaha, lakini kesho ukafikwa na jambo zito ambalo likaondoa furaha yako ya jana. Basi Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni ameweka duniani, lakini akhira la hiya alhayawan, huko ndio kuna maisha ambayo watu wanayahitaji. Ibn Abbas anasema ma min shay'in fi dunya mimma fil janna illa ismun, hakika hakuna kitu kipo duniani katika vile ambavyo Allah akasema viko peponi illa ismun, isipokuwa ni jina. Kama tabia njema unaiona kwa mtu duniani inakufurahisha, basi hilo ni jina. Akhira la hiya alhayawan, akhira ndio patathibitika tabia njema ya halisi. Kama kuna ladha mtu ambayo anaipata duniani kwa chakula chochote
ama kwa kitu chochote ambacho mtu anakipata mpaka akili inavurugika, basi hakika kwa duniani hilo ni jina. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.